Tumekuwa na mkutano mzuri sana Biharamulo na mikutano mingine miwili, na sasa leo tuko Muleba na watekaji. Nataka niwatangazie kwamba nitalala hapa na mlifanye kitu, na kesho tutakwenda kama Chungu, alafu tutaenda kumalizia kule Bukoba mjini. Jamii ya watu wa Kagera ni jamii, kama nitakapumzika tusiani, ni jamii ya watu waliolewa sana. Ukienda nchi nzima hii, vijana wanaotoka na wazee katika mkoa huu, hata ukiwa kijijini, nyinyi ni jamii ya watu mnaojitambua sana. Kwa sina mashaka ya kwamba mtaelewa ninachokisema ama mtaelewa, na uhakika mtaelewa, na uhakika mnaelewa hata kabla sijaanza kuongea. Mimi nimekuwa kwenye kazi hii kwa zaidi ya miaka 20. Kiwa mtoto kabisa nimeingia kwenye kazi hii nikiwa sina ndevu kabisa. Sasa hivi ni mtu mzima, na ni kazi imenipa mateso sana. Nilikuwa mbunge Arusha vipindi viwili miaka 10, lakini kwa matatizo mengi sana. Nimekwenda polisi kama ni mara chache, mara 150. Kwenda mahakamani mara nyingi sana. Nimekwenda jela mara nyingi sana. Lakini nafurahi napopata mateso kwa ajili ya haki, kwa sababu najua sababu zake ni kubwa. Leo tuko Kagera, naongea na nyie. Mwenyekiti wetu wa chama taifa, Mheshimiwa Lissu, yuko jela. Na sio tu yuko jela, Lissu ni kilema na hakuwa kilema. Mwili wake umejaa vyuma. Alifanyia operation kutoka eneo la tumbo na kifua, amekatwa mara 25. Amekaa hospitali miaka 4. Akarudi akaendelea kupigania nchi na maslahi ya umma. Tukiwa kule Mbinga tulivamiwa na polisi. Ule ulikuwa ni uvamizi. Tulipigwa mabomu mengi sana. Mimi vijana fulani wakanichukua kama kilomita 1, wakaenda kanihifadhi mahali. Baadaye Lissu aletwa mpaka Dar es Salaam. Amepewa kesi ya uhaini. Kesi ya uhaini maana yake nini? Kwamba wamnyonge mpaka wamuue. Taarifa njema na kuambia ni hii: hawana uwezo wala hawana nguvu. Wanatuma hofu kwenu, wanatuma hofu kwetu. Dhambi kubwa na mbaya kuliko zote duniani sio uzinzi, sio ulevi, ni uoga. Sababu mtu mwoga hata akizini anaogopa kwamba akitubu Mungu hatamsamehe. Na Wakristo kuna andiko moja linasema hivi: dhambi zote zinasamehewa isipokuwa dhambi moja ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Nilipokuwa na tafakari kumkufuru Roho Mtakatifu ni nini, nikagundua ni uoga. Na ukisoma Biblia, Wakristo mlioko hapa, kuna mahali neno la Mungu linasema hivi: wazinzi, walevi, waasherati na waoga. Na waoga. Na uoga una sura ya busara. Uoga una sura ya busara. Unaona polisi hawa ni waoga. Waoga kabisa. Waoga kabisa. Nje ya uniform waoga hawa. Akiwa mmoja mmoja waoga. Wakiwa mobo wajanja. Si mafana tuambia waoga. Wangekuwa sio waoga na serikali sio waoga, mkutano wa hadhara, bunduki na mabomu ya nini? Mwenyekiti, mlitangaza tutakuja kupigana hapa? Ni mkutano wa hadhara. Serikali inapozidi kuwa na hofu, serikali inatesa watu. Sasa sisi tumetangaza no reforms, no elections. Ili neno la Kiingereza Wahaya mtakuwa mnalijua, sababu Wahaya ni wabishi sana kwenye maeneo.
Yani mwaya hataki ishia la 4 lazima English ijue kidogo yani. Wabishi sana, mnauelewa? No reforms no election maana yake nini? Hatutaingia kwenye uchaguzi kama hakutakuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi na kanuni za uchaguzi. Nchi hii leo haina uchaguzi. Mwaka 2020 mimi niligombania ubunge tena Arusha mjini. Waliniibia kura. Yule boya hawezi kushinda mimi. Laini yule kama maini yule. Pale hamna pimbi hata mmoja ananishinda mimi. Hata wakiunganishwa Mchengerwa, Makonda nani, wao mwili mmoja napiga wote asubuhi. Wote asubuhi. Wepesi kabisa kama karatasi. Tuliita maandamano Dar es Salaam. Tulipoita maandamano Dar es Salaam, mimi na Mbowe na Boniface tulikamatwa. Mimi nilipelekwa Kibabi Nyini, Mlandizi, Porini. Nilikuwa na uawa kabisa. Na waliniambia sali sana yako ya mwisho. Kabisa, niliona picha ya familia yangu usoni. Nikasema kwa sababu hao wanakusudia kuniua, mimi ngoja tu nijisafishe na Mungu. Nikifa angalau nikale bata kule. Kabisa ni sana mwisho. Nikasema Mungu nisamehe dhambi zangu zote nilizofanya kwa kuwaza kwa kuta. Lakini roho inauma sana. Baadaye walisema code change. Wakaniingiza kwenye Land Cruiser wakanipeleka Mlandizi polisi, hawakutaka nionane na mtu yote. Baada ya hapo mimi nilitoroka nchi. Kwa kuna mission ya kuniua kabisa. Na wameshanikosa mara 3. Na ukiuliza CCM watakwambia wewe Freemason. Kumbe mtoto wa bwana mimi. Wanikosaga wale. Wanipangia hapo nachomoka. Wanipangia. Baada ya hilo wakanipangia. Nikamini mwachie Magufuli vumbi kwanza. Nikaa nyumbani sauti ya bwana ikanijia. Kwani nyenye sauti ya bwana iko wenyewe unafanyaje? Lema mchukue mama na mtoto. Uende naye mpaka nchi nitakao kuonesha, ukae huko mpaka nitakapokuita. Mimi sio muoga, nilisikia sauti ya Bwana. Wewe mtu mrembo ungesikia sauti ya Bwana ungesemaje? Nikachukua mke na watoto kimbia. Vuka mpaka ule Kenya, nikashikwa na serikali ya Kenya. Uhuru akashika. Shikwa na serikali ya Kenya, nikawekwa kituo cha polisi Kajiado. Wakakaa kikao Nairobi. Magufuli anataka nirudishwe Tanzania. Wakenya waliamka wakanipigania. Jamii za kimataifa zikanipigania. Serikali ya Kenya ilinipa ulinzi kwa mwezi mmoja, wakatoa masharti niondoke. Niliondoka nikaenda Canada. Ni kitu kibaya sana kukimbia nchi. Mnaweza mkafia rais. Cho watoto shule unakimbia nyumbani kwako, unaacha wazazi. Ni kitu kigumu sana. Nilienda kuishi Canada. Nimekaa kule miaka kama 3-4, sauti kanijia tena, Lema. Yule aliyekuwa anataka roho yako na watoto hayupo tena, yuko Chato amelala. Sasa unaweza kurudi. Sasa niko wewe. Na hapa hizi stories sio kufurahisha. Nataka mshare na sisi gharama tunazolipa. Mjiweke kwenye viatu vyetu. Alafu mniulize kwa nini tunafanya hii kazi? Kwa nini tunafanya kazi? Mimi na kila kitu cha kula na kuishi maisha yangu yote. Alafu mimi ni mchanga. Mimi mchanga kabisa, mchanga. Najua kupiga dili, najua kupiga mishemisha, najua, mimi najua yani. Yaani hapa sasa hivi nikapiga mishe nyingine naondoka na simu zote. Mimi mchanga. Kwa nini? Watoto wangu waishi hapa, mke wangu waishi hapa, wako nje. Wanasoma nje. Sipangi Ulaya, sipangi hapa, sipangi kijijini, sipangi Dodoma, popote nchini kama sipangi nyumba, sipangi nyumba. Kwa nini tunahangaika? Kwa nini Lissu wanahangaika? Wamempiga risasi 16. Leo ni kilema yuko jela. Anahangaika. Jana bunge la Ulaya limekaa linamjadili Lissu, nasema achiwe. Yuko jela anasema nikiwa huku mimi msijali. Endeleeni na kazi ya kupigania mabadiliko. Nikifa mkao majasiri mtafanikiwa.
nikifungwa mkao majasiri mtafanikiwa. Sitaki vikao vya siri, wacha wanifunge ama waniue. Kwa nini? Alafu unakuta kuna kijana huku anatishwa na mtendaji, unatishwa na OCD na DC, alafu ni mwanaume mzima. Mama, kama mume wako ni wale hiyo pedera. Stephen Biko alisema hivi, ni heri binadamu akaishi miaka michache duniani, jina lake likabaki linaishi kwa haki na heshima, kuliko miaka mingi ukatoweka kama mzoga. Tumeua nchi kwa sababu ya uoga. Tumeibiwa kura kwa sababu ya uoga. Sisi tunateswa kwa sababu ya uoga. Tumelipa gharama zote. Kila miaka tunaoibiwa kura tuliita maandamano. Tumeriski. Mimi nikiwa bungeni nilikuwa najua vitu vinavyoendelea Bagamoyo na Kibiti. Na hapa wako Waislamu wengi na wao nitawaambia. Nikaongea bungeni, ikatolewa maelekezo nipewe kesi mbaya, nikakimbilia ubalozi wa EU. Kampigia baadaye Majaliwa simu waziri mkuu, kada kwa nini mnataka kuniumiza kwa sababu ya kupigania